Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati rais wa Marekani Donald Trump akilazimisha baadhi ya mataifa katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kuitaka Oman iwe mshirika wa Israel kwa maana ijiunge na mkataba wa Abraham Accord, lakini wakati huu rais huyo wa Marekani anaishinikiza Uturuki kujiunga na mkataba huo wa Abraham Accord. Ripoti yetu inatazama ni kwa nini Trump anaishinikiza Uturuki ishirikiane na Israel, ikizingatiwa kwamba nchi hizo kwa sasa zipo katika mgogoro na zinarushiana maneno kila wakati. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema ili kufikia makubaliano na Iran, baadhi ya nchi ikiwa ni pamoja na Uturuki zinahitaji kujiunga na mkataba wa Abraham. Trump alisisitiza umuhimu wa Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Uturuki, Misri na Jordan kutia saini mkataba wa Abraham. Makubaliano ya Abraham yaliandaliwa mwishoni mwa muhula wa kwanza wa Trump ili kurekebisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israel na baadhi ya mataifa ya Kiarabu na upatanishi wa Marekani. Mikataba ya pande zote mbili ilitiwa saini kwa mara ya kwanza kati ya Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain mnamo Septemba mwaka 2020. Kufuatia hatua hiyo, Sudan ilitangaza nia yake ya kurejesha uhusiano na Israel mnamo Oktoba mwaka 2020, lakini mchakato wa utiaji saini haukufikiwa kutokana na kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Morocco ilifuata mkondo huo mnamo Desemba 2020 na hivyo kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia kati yake na Israel. Kazakhstan, ambayo imekuwa na uhusiano wa kidiplomasia na Israel tangu mwaka 1992, pia ilijiunga na mkataba wa Abraham mnamo Novemba mwaka 2025. Somaliland kadhalika, ambayo Israel ilitambua rasmi kama taifa huru mwezi Desemba mwaka 2025, pia imetangaza nia yake kujiunga na mkataba wa Abraham Accord. Israel ndio nchi pekee inayoitambua rasmi Somaliland, ambayo ilijitangazia uhuru wake kutoka kwa Somalia. Hata hivyo, Somaliland inadumisha uhusiano wa kisiasa na kidiplomasia na nchi nyingine kadhaa. Lakini makubaliano ya Abraham yanasema nini? Azimio la mkataba wa Abraham lililochapishwa kwenye tovuti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani linasisitiza kuhifadhi na kuimarishwa kwa amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Wahusika katika makubaliano haya wanajitolea kukuza mazungumzo ya kidini na kitamaduni na kukuza uhusiano wa kirafiki kati ya nchi zilizotia saini. Azimio hilo linasema, tunataka utulivu na heshima kwa watu wote ili kuifanya dunia hii kuwa mahala ambapo kila mtu bila kujali rangi, imani au kabila anaweza kuishi kwa heshima. Pia inasema tunafuata maono ya amani, usalama na ustawi kwa Mashariki ya Kati na dunia nzima. Jina maagano ya Abraham ama Abraham Accord lilichaguliwa ili kusisitiza asili ya kawaida ya Uyahudi, Ukristo na Uislamu inayojulikana kama dini za Ibrahim. Nchi nyingi zilizotia saini mkataba huo ziko katika eneo ambalo dini hizo tatu zilianza na kuenea. Makubaliano ya Abraham yanaonekana kama mwendelezo wa hatua zilizochukuliwa na Marekani kurejesha uhusiano kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Hii ni kutokana na namna ambavyo rais wa Marekani Donald Trump ameona kutengwa kwa Israel kunazidi kuongezeka kila kukicha. Makubaliano ya Abraham yanaonekana kama mwendelezo wa hatua zilizochukuliwa na Marekani kurejesha uhusiano huo, baadhi ya wataalamu wakieleza kuwa Israel na mataifa ya Kiarabu yanayoegemea dhehebu la Kisunni yaliyotia saini mkataba wa Abraham yako katika ushindani wa kikanda na Iran, ambayo ina waumini wengi wa Kishia. Ingawa azimio lilichangia kufikiwa kwa mkataba wa Abraham, linazingatia ushirikiano wa kidini na kitamaduni. Ushirikiano wa kisiasa pia ni kipengele muhimu cha mpango huo. Moja kati ya vikwazo vikubwa vinavyokabili uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu ni mtazamo wake dhidi ya Wapalestina. Umoja wa Falme za Kiarabu, ambao ulitia saini makubaliano hayo kabla ya mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7, 2023, ilisema wazi kuwa hata ikirejesha uhusiano wake na Israel, lakini haiungi mkono mpango wa Israel kuchukua ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Katika muktadha huo, ilisisitiza kuwa suluhu la mataifa mawili kati ya suala la Israel na Palestina linapaswa kuzingatiwa pia. Hata hivyo, mashambulizi ya Hamas na operesheni za kijeshi za Israel huko Gaza yameongeza hali ya wasiwasi kati ya Israel na majirani zake. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema kuwa kulitambua taifa rasmi la Palestina baada ya shambulio kama hilo itakuwa kutunza ugaidi. Saudi Arabia, ambayo Marekani imekuwa ikishinikiza jiunga na mkataba huo Abraham tangu mwaka 2020, pia inajiokota katika kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kutokana na mtazamo wa Israel dhidi ya Palestina. Jordan, ambayo inapakana na ukingo wa magharibi, pia bado haijajiunga na mkataba wa Abraham.
Hata hivyo, Jordan ilitia saini mkataba wa amani na Israel mwaka 1994. Misri ambayo ni jirani mwingine wa Israel ndio sehemu ya mkataba wa Abraham, lakini bado inazingatia mpango kwamba lazima kuwepo kwa mataifa mawili ya Palestina na Israel. Cairo ina mkataba tofauti wa amani na Israel uliotiwa saini mwaka 1979. Majirani wa kaskazini wa Israel, Lebanon na Syria pia hawajajumuishwa katika makubaliano hayo. Sehemu za mikoa ya kusini ya nchi zote mbili zinakabiliwa na uvamizi wa Israel. Lakini kwa upande wa Uturuki kadhalika ni miongoni mwa nchi ambazo zinaitaka Israel kuhakikisha Palestina wanakuwa huru. Ni moja kati ya nchi zilizo Mashariki ya Kati, lakini upande mwingine zikiwa Ulaya, lakini ni moja kati ya mataifa ya Kiislamu ambayo yanapinga vilivyo juu ya mashambulizi ya Israel dhidi ya ukanda wa Gaza. Lakini ni moja kati ya nchi ambazo zinaitaka Israel kuhakikisha kwamba Palestina linakuwa ni taifa huru. Sasa rais wa Marekani Donald Trump anamtaka Recep Tayyip Erdogan kukubali kile ambacho Marekani inataka, kwamba Israel inapaswa kuwa na ushirika na Uturuki. Lakini kumbuke kwamba kwa sasa kunaonekana kuna kambi iliyozuka, kambi inayoundwa na Uturuki, lakini pia kukushirikiana na Misri, lakini pia kukushirikiana na Saudi Arabia na Pakistan. Ni kambi ambayo wakati huu rais wa Marekani anaitazama kwa jicho la pili kwamba itakuwa ni kambi hatari mno kwa miaka ijayo dhidi ya Israel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.